Habari za kutwa mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Juni 16, 2025 kwa nami Pendo Gorton na kusogezea taarifa ya habari za kitaifa, lakini nitaungana na mwenzangu Pantelo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe mkoani Njombe imewataka wananchi walionufaika na mikopo isiyokuwa na riba ya 10% za halmashauri hiyo kuzingatia matumizi sahihi ya mikopo hiyo, ikiwemo biashara walizoziainisha na usimamizi wa matumizi kwa kufuata mpango wa biashara uliotumika kuombea mikopo hiyo. Tunatoa awamu ya pili kwa mwaka wa 2025, 24 na 25. Sasa mapato haya niliwaambia kwamba mapato haya ya mahindi, ya viazi, ya vitunguu, ya parachichi na leseni kidogo pamoja na mbao na mkaa. Ndio haya ambayo leo yataingia kwenye akaunti zenu kwa ajili ya kufanya kupatia shughuli kwa maana ya kutengeneza uchumi wenu. Lengo letu ukafanye shughuli ya ujasiriamali kwa kutumia rasilimali zilizopo huko kwako na mtaji utakaopata ili upate faida, na mwisho kinacho ambacho sasa unatakiwa mkopo wetu urudishie wewe ubaki na faida. Lakini msisitizo umewekwa katika kuuelewa mkataba ili mkopaji na mkopeshaji waweze kukubaliana na mnufaika aweze kuendesha mradi aliyouanzisha. Utakapopewa mkopo ukichelewesha, kuna vitu ambavyo vitakupata wewe pale ambapo utafanya nini? Utachelewesha kurejesha ile mkopo. Ndio kama mkopo wenye tarehe maalum ya rejesho utachukuliwa kwa umecheleweshwa wote, ikiwa sehemu ya rejesho au malipo yanayodaiwa kimkataba hayajalipwa. Cha kwanza ni kuweka ufahamu wa pamoja baina ya mtu anayekopa lakini na ile mamlaka ambayo inatoa zile fedha, ili isije tukapata sintofahamu kwenye masuala zima ya mikataba. Lakini pia kuwakumbusha pia kwenye mada mbalimbali ambazo tunakuwa tunazitoa, lakini mwisho wa siku lazima tuwapitishe pia na kwenye mkataba ili kuweza kuwa na ufahamu wa pamoja. Mkataba ni kigezo muhimu sana cha kupambana na mambo. Vitu vingi vilikuwa vinawashinda watu nyuma kwa sababu walikuwa hawapati nafikiri mikataba na walikuwa hawaielewi mikataba. Kwa hiyo mikataba ni kiungo muhimu kwa ajili ya kupata mikopo na nyenzo nyingine zote za ufanisi katika. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa serikali imesambaza fedha katika maeneo mbalimbali nchini kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo, hatua inayolenga kuinua maisha ya Watanzania kwa ujumla. Kwa mfano leo hapa Bariadi na miradi 6 ya kufungua, na yote ni kwa sababu serikali ilikuwa na fedha, tumetawanya fedha za kufanya miradi hiyo. Ni makusanyo ya ndani. Miradi yote tumejenga wenyewe isipokuwa mmoja ndio wa mtu binafsi nilokwenda kufungua asubuhi leo, lakini mitano yote ya serikali. Na hilo sio Simiyu peke yake, ni nchi nzima. Mamiradi mingi yanaendelea. Kuna fedha za mikopo, za misaada, lakini kubwa tunazo kusanya ndani. Sana nataka kuambia ndugu zangu, wanangu wa TRA, ni kwamba mwanadamu anayejivuna na anayejiamini ni yule mwenye chake. Ni yule mwenye chake. Unacho chako, unajipangia matumizi unavyotaka. Ukitegemea mtu akupe, ukitegemea mtu akukopeshe, hujakaa vizuri, hali haijawa na kuja kukuambia mbele za watu, deni langu hujanilipa, pesa zangu nakudai. Ujana dume wako upo hapo. Kesha kushusha hadhi, si ndio? Lakini ukiwa na chako unajua vya kujipangia. Ukitegemea msaada, wale wanaotoa msaada dunia yote sasa iko juu chini. Mavita, maugomvi, mavurugu, uchumi zimeshuka. Huko hawafanyi vizuri. Hata ndani ya kanda yetu hii East Africa, Tanzania tunafanya vizuri sana. Niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu TRA, twendeni tukakusanye. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa amezipongeza Wizara za Katiba na Sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kutekeleza kikamilifu kwa ufanisi maono ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha Watanzania wanapata haki zao. Mheshimiwa Majaliwa amebainisha hayo leo Juni 16, 2025 wakati akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye uzinduzi wa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia jijini Dar es Salaam, akieleza kuwa kampeni hiyo ni mahususi kwa ajili ya kuondoa changamoto za kisheria kwa Watanzania.
Lakini tumekuja na wataalamu wa sheria kwenye mabanda yetu yote. Watakaa hapa kwa siku 10 wakijibu na kuelimisha yale ambayo ulikuwa yajui, ili uyafahamu. Kuanzia hapo uweze kujua haki yako ya kimsingi. Na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ameiomba mahakama ya Kisutu kumuita mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP mahakamani leo hii, ikiwa mawakili wa upande wa mashtaka hawatokuwa na faili la ushahidi juu yake, na kueleza kuwa wamefikia wapi kwa sasa kwenye uchunguzi wa kesi hiyo. Maneno matupu. Sio maneno matupu. Kama watasema hawana, kama watasema hiyo ripoti wao hawana, iko kwa DPP, na iomba mahakama yako mheshimiwa imuite DPP ailete hiyo taarifa hapa. Tusidanganyane. Wasije wakasema tu ipo kwa DPP, tunataka DPP aje ailete kama wao hawana. Mimi naamini wao wanayo, kwa sababu wao ndio wana file, wao ndio wana kesi hii siku zote. Siku leo 68. Watoe taarifa. Kama hawana, DPP aje atuletee kitu chenye mashiko, sio maneno matupu. Na wananchi wa halmashauri za mkoa wa Kigoma wamehimizwa kutumia fursa ya kampeni maalum ya madaktari bingwa Daktari Samia watakaoweka kambi siku 6 kwa lengo la kutoa huduma za kibingwa mkoani humo. Hayo yamesemwa na katibu tawala mkoa huo Hassan Rugwa. Mheshimiwa Rais ameridhia ushauri wa kitaalamu wa utaratibu huu wa kambi za huduma bobezi ili kuutilize madaktari wachache tulionao kwenye kuwafikia wananchi wengi. Kwa hiyo ndio initiative hii ambayo inafanyika, kwamba kuna huduma ambazo inawezekana kwenye mkoa huu huenda hata tukisubiria miaka 20 tunaweza tusizipate, lakini kupitia mchakato huu unatuwezesha sisi kuzifikia huduma hizo kwa wakati. Tutakuwa na madaktari wa magonjwa ya wanawake na ukunga, daktari bingwa na bobezi wa watoto na watoto wachanga, madaktari bingwa wa upasuaji na mfumo wa mkojo, madaktari bingwa wa usingizi na ganzi, madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani. Kazi ya kwanza, watahakikisha kwamba watumishi walioko katika maeneo hayo watajengewa uwezo, ili hata baada ya madaktari bingwa kuondoka katika maeneo hayo, wale wataendelea kutoa huduma kwa ubora zaidi. Baada ya wao kuondoka, uwekezaji mkubwa wa Wizara ya Afya uliofanyika hasa kwenye eneo la vifaa vilivyowekezwa hasa katika maeneo hayo ambao watafanyia kazi, watawajengea uwezo watumishi kuweza kutumia vifaa vile vyema ili huduma za afya ziweze kuboreshwa kwa kiwango kikubwa. Shule za msingi na sekondari mkoani Kagera zinatoa huduma za usafiri kwa wanafunzi wake zimepigwa marufuku kutumia magari yenye vioo vyenye rangi za giza tinted ili kulinda usalama wa wanafunzi na kuongeza uwazi wa huduma hiyo. Ukaguzi wa magari kwa mkoa huu wa Kagera, na magari 35 yamekaguliwa ambapo 7 yameonekana na matatizo. Walioweka tinted hawapaswi kuweka tinted kwenye magari yao. Magari yanatakiwa yabakie kwenye uasili wake, kama gari lilivyokuja hapa basi bakie hivyo hivyo. Na tunashukuru, sio kwamba wamefanya bla bla, ni kuona walikuwa wamejizatiti kuhakikisha magari yaliyoletwa hapa yamekaguliwa, na yale ambayo yameonekana kwamba ni mabovu na hayawezi kufanya kubeba watoto, wametoa muda yakatengenezwe, lakini baadaye yaweze kurudi kukaguliwa tena. Na zoezi hili linafanyika kwa wilaya zote 7 ndani ya mkoa wetu wa Kagera. Lakini pia pamoja na ukaguzi ambao tumeufanya leo, ambao tumezindua ndani ya mkoa wetu wa Kagera, pia tumetoa elimu na mafunzo kwa madereva. Kama unavyofahamu, kundi hili ni kundi maalum. Hawa madereva wanapaswa kuwa na vitu vya ziada tofauti na wale wengine, ikiwemo pia swala zima la ukatili wa kijinsia lakini dhidi ya watoto na unyanyasaji. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Panta Leo Lugisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani.
India imeanza kukabidhi miili ya waathiriwa wa ajali mbaya ya ndege kwa familia zao. Watu 279 waliuawa akiwemo manusura mmoja pekee. Ajali hiyo ilihusisha ndege ya shirika la Air India iliyokuwa ikielekea London na ilianguka muda mfupi baada ya kuruka na kusababisha vifo vya watu 38 waliokuwa kwenye eneo la makazi. Rais wa China Xi Jinping yupo nchini Kazakhstan kushiriki mkutano wa kilele kati ya China na mataifa ya Asia ya Kati. Mkutano huo utahudhuriwa pia na viongozi wa Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan na mwenyeji Kazakhstan, ukilenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kimkakati. Umoja wa Ulaya umetangaza ushirikiano na Marekani kuzuia ongezeko la bei la nishati kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Irani. Rais wa halmashauri kuu ya EU, Ursula von der Leyen, amesema wanahofia mashambulizi yanayolenga miundombinu ya mafuta na gesi yanayoweza kuathiri soko ya kimataifa. Mashambulizi ya makombora kati ya Irani na Israeli yameendelea tangu Ijumaa. Waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, ameapa kulipiza kisasi akimlenga kiongozi wa Irani Ayatollah Khamenei. Takriban Waisraeli 23 wameuawa huku zaidi ya Wairani 220 wakiwemo wanawake, watoto, wanaume na maafisa wa kijeshi wakipoteza maisha katika mashambulizi ya Israeli. Pantaleo Lugwisha, SQF TV. Shukrani sana Lugwisha kwa taarifa hizo za kimataifa, na mimi nikushukuru sana mtazamaji kutenga muda wako thamani sana kutazama taarifa hizi za habari jioni ya leo ya Juni 16, 2025. Nizidi kukukumbusha kwamba kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4 kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Manispaa ya Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa kwa yeyote yule atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine ili aweze kupatiwa huduma hiyo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa habari hizi jioni ya leo, ulikuwa nami Pendo Godson, nikutakia wakati mwema. The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na hospitali ya Manispaa ya Kahama wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika kuanzia Juni 30 hadi Julai 4 katika hospitali ya Manispaa ya Kahama. Watoto wafikishwe hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0769726782 au 0738229449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.